Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, napenda nikukaribishe katika kipindi cha Kitabu cha Dhahabu. Mimi ni Rebecca Dennis na siku hii ya leo kwa mara nyingine tena niko naye mchungaji Baraka Laizer. Katika kipindi cha leo tutaongelea mada inayosema tumemwona Bwana. Na mada hii inatoka katika kitabu chetu kile tunachokiangazia, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Mchungaji, karibu tena. Asante. Tuombe. Mwenyezi Mungu, asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya wema wako, na asante kwa sababu unatupenda sana, na tunakusihi na kukuomba kwamba ukawe pamoja nasi tunapojifunza tena kwa pamoja na mtazamaji anayetutazama. Wewe ukawe kiongozi wetu katika kipindi hichi kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Kama ndo kwanza unafungulia runinga yako, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, na kwa mara nyingine tena nikukaribishe siku hii ya leo tukiangazia mada inayosema tumemwona Bwana katika kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Haya. Sura ya tumemwona Bwana inaongelea nini hasa, mchungaji? Asante sana. Katika kitabu hichi cha Tumaini la Vizazi Vyote, sura hii ya tumemwona Bwana ama tumemwona Masihi ni katika wakati ule ambapo inazungumza habari za Yohana kwa sehemu, Yohana Mbatizaji wakati ambapo anaifanya huduma yake, na hivyo inaeleza kwa uchache lakini inamtambulisha Yesu, kwamba baada ya Yohana Mbatizaji anatambulishwa sasa Yesu. Na tunajua Yohana Mbatizaji anasemwa ya kwamba yeye ndiye yule ambaye alikuja kuandaa njia. Na hivyo pamoja na hilo, lakini ni wakati ambapo Yesu mwenyewe alipoanza huduma na akawachagua wanafunzi, lakini inaelezwa pia juu ya yule kijana Mwisraeli aliyekuwa anaitwa Nathaniel. Alionekanaje Masihi katika sura hii ya kitabu hiki? Wapo ambao sura hii inaeleza, ama katika kitabu hichi inaeleza vile ambavyo Yesu alitambulishwa. Ama Yesu alionekana vile ambavyo alionekana. Na wengi katika kusoma unabii, walipoufasiri unabii wa Agano la Kale, walipoufasiri unabii katika Agano la Kale, walidhani ya kwamba Masihi ndiye Yohana. Lakini kumbe ilikuwa sivyo. Na hivyo ilitokea wakati fulani Yohana alipokuwa anahubiri sana, maana Yohana alikuwa mhubiri. Wakati Yohana Mbatizaji anahubiri sana katika kando mwa mto wa Yordani, alipokuwa anahubiri sana, kumbe Yesu na yeye alikuwa katikati pale. Wote ambao walikuwepo pale hawakuweza kumtambua. Lakini Yohana ndiye mtu pekee aliyeweza kumtambua Yesu pale. Lakini ni mahali hapa ambapo walikuwa wengine hawatambui, walimdharau, na ndipo kauli ikasemekana ama ikasemwa kwamba je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Kwa hiyo ndio katika wakati huu, na hichi ndicho ambacho hasa tunatamani au tunakiona na tunajifunza katika wakati huu. Sasa ikiwa Yesu alitimiza unabii wa Agano la Kale, kwa nini kuna baadhi ya watu walimkubali na wengine walimkataa? Kuna katika moyo wa mwanadamu na katika asili ya mwanadamu, tangu dhambi iingie, mwanadamu amekuwa na shaka. Yani tangu mwanadamu aruhusu dhambi, mwanadamu amekuwa na asili ya kushuku ama ya kupungukiwa imani. Na kwa sababu ya kupungukiwa imani, ndio maana kunakuwa na matokeo ya mambo yote haya. Kunakuwa na matokeo ya kushuku kazi za Mungu. Kunakuwa na matokeo ya kunatokea kuwa na mashaka
juu ya maneno ya Mungu na yale ambayo Mungu ameahidi kwamba yatatokea, alafu mwanadamu anakuwa na mashaka kwamba hayatatokea. Kwa hili ndio maana linakuja kwamba walikuwepo ambao walikuwa wanaamini na walikuwepo ambao walikuwa na mashaka. Okay. Ndio. Okay. Hivi au Yesu alitakiwa kujitangaza waziwazi kwamba mimi ndo Masihi? Maanake sasa unakumbuka, takukumbusha pamoja na mtazamaji, wakati fulani ambapo tutazungumza mbele kidogo, wakati fulani ambapo Yohana Mbatizaji amekamatwa alipokuwa gerezani. Na Yohana Mbatizaji alitegemea kwamba, Yohana alikuwa anaamini kabisa kwamba huyu ndiye Masihi, na alitegemea kwamba kwa sababu ya kile ambacho alikuwa anakipitia gerezani, alitegemea kwamba angeokolewa na Yesu, kwamba angemfanyia muujiza atoke gerezani, wa kwenda gerezani amtoe. Lakini sivyo ilivyokuwa, na wanafunzi wake Yohana wakaja kumuuliza Yesu ya kwamba Yohana, yani Rabi, mwalimu wao alikuwa anawafundisha, anauliza kwamba wewe ndiye? Okay. Sasa ndio swali ambalo nataka kulijibu, ya kwamba alipaswa kujitangaza Masihi. Akamwambia, nendeni mkamwambie kazi ninazozifanya. Wagonjwa ninawaponya, viwete wanatembea na mambo yote haya. Muende mkamwambie. Hakuwaambia ndio, lakini kwa jibu lingine inamaanisha kwamba alikuwa akiwaambia, nendeni mkamwambie Masihi, kazi za kimasihi zinanitambulisha kwamba mimi ni Masihi. Okay. Unajua, labda nieleze kidogo kwamba Masihi alikuwa ni mtu aliyetengwa, yani the anointed one. Mtu aliyetengwa, mtu aliyetengwa kwa ajili ya kazi maalum. Sasa mtu aliyetengwa kwa ajili ya kazi maalum alikuwa anafanya vitu tofauti katika jamii. Okay. Unajua, walikuwepo, labda niende mbali zaidi, hata nyakati za Agano la Kale wapo watu ambao walikuwa wametengwa. Hilo neno Masihi lisikushangazeni sana. Hilo neno Masihi maana yake ni mtu aliyetengwa, anayefanya vitu tofauti na watu wengine wanavyofanya katika jamii. Okay. Nitakukumbusheni kwamba wakati wa Samsoni, Samsoni alikuwa ni muamuzi. Sasa waamuzi walikuwa pia ni watu waliotengwa. Sasa Samsoni ni moja kati ya waamuzi waliokuwa maarufu sana katika Agano la Kale ama katika Biblia. Tunafahamu kwamba alikuwa ni moja ya mtu maarufu, mwamuzi ambaye alikuwa ni maarufu sana. Alikuwa akifanya vitu tofauti katika jamii. Yani Masihi ni mtu aliyekuwa Mungu amemtenga kufanya vitu tofauti katika jamii. Kwa maana nyingine ni hii, unakumbuka, nitakupa tu mfano mmoja alichokifanya Samsoni. Ilifikia kuna wakati fulani Samsoni alichukua mbweha huko porini, akawafunga mafungu mikia yao, alafu mimi kwanza walitulia. Mimi nikifika mbinguni nitamuuliza Samsoni, mbweha walituliaje mpaka ukawafunga mikia wote na ukawasha moto? Na kumbuka kwamba hawa ni mbweha. Hivi Rebeka, mbweha unawezaje? Ndio hilo na nakuuliza, sasa unawakusanyaje? Unawezaje kuwakusanya kwa alafu wakatulia ukawafunga mikia? Kutulia ukawafunga na ukaiwasha moto, na ni wengi, na unawafunga mikia yao, unakuwa unawafunga. Hichi sio kitu cha kawaida. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kufanya hivi. Kwa hiyo yani yote haya ambayo alikuwa anayafanya Samsoni yalikuwa ni mambo ya tofauti sana kwenye jamii. Kwa maana nyingine yalikuwa ni mambo ya kimasihi, yalikuwa ni mambo ya kutengwa, yani mtu aliyetengwa. Hakuna watu ambao walikuwa wanafanya hivyo. Okay. Ni watu tofauti ndio walikuwa wanafanya hivyo katika jamii. Kwa hivyo hata baadaye sasa Yesu hakuwa na haja ya kumwambia Yohana kwamba ni mimi, lakini alimwambia tu, nendeni mkamweleze. Na hakwenda Yesu hata kumuona, alisema tu, nendeni mkamweleze kazi ninazozifanya.
Yesu na Yohana walikuwa ndugu. Kwa nini asingemsaidia? Ya, sasa kuna kitu kingine cha msingi sana cha kuelewa mahali hapa. Mwandishi anatuambia katika sura hii pia ya kwamba na ndivyo ilivyokuwa katika jamii ya zamani, kwamba mfalme alipokuwa anatarajia kutembelea mahali fulani, njia ilikuwa inaandaliwa. Ndio unaona hata Isaya anazungumza kwamba yupo ambaye ataiandaa njia. Na akiwa anaeleza unabii wa baadaye wa kuja kwa Yesu. Na nani anayeandaa njia? Yohana. Lakini Malaki pia anaeleza juu ya jambo hilo. Katika lugha ya kueleweka ya wakati huo, ilikuwa ni kwamba mfalme alipokuwa anatarajia kwenda mahali fulani katika territory yake, katika mahali ambapo anatawala, watu walikuwa wanatangulia, kuna watu wanatangulia kwanza kabla ya yeye kwenda. Walikuwa wanaenda kufanya nini? Wanatengeneza njia. Yaani katika uhalisia kabisa wanatengeneza njia. Kulikuwa na mashimo kwenye njia, wanafukia mashimo ili msafara wake unapokuja lisiwepo jambo lolote lile ambalo litamkwamisha njiani anapoenda. Ni kama leo Rais Samia anapotaka pengine kutembelea mahali fulani, wanatangulia polisi, wanatangulia kwanza, wasaidizi wake wanatangulia kwanza. Kama kuna shida yoyote njiani, panahakikishwa kabisa kwamba njia imetengenezwa sawa, iko vizuri kabisa kwa ajili ya rais kupita. Kwa hiyo hata wafalme walikuwa wakifanya hivyo katika nyakati za zamani. Kwamba walikuwa kuna watu ambao wanatangulia, kama kuna mashimo wanafukia mashimo, kama kuna tatizo lolote wanahakikisha ya kwamba mambo yote yamekuwa sorted, ndipo mfalme sasa anaweza kuja. Na sasa anapokuja ndipo anaifanya kazi yake ambayo anataka kuifanya mahali hapo. Kuna uwezekano kwamba Masihi angekuja kwa njia nyingine tofauti na bado akatimiza unabii ambao alikuwa anataka kuutimiza, ama njia hii ilikuwa specific kwamba inatakiwa iwe hivi iwe hivyo? Mungu anamfahamu mwanadamu kulingana na kitabu hichi tunachokisoma na sura hii ambayo tunaitazama na kuiangazia leo. Mungu anamfahamu mwanadamu. Mungu anamuelewa mwanadamu. Na Mungu alikuwa akimtafuta mwanadamu. Alikuwa akimtafuta na akaingia kwenye tamaduni ya mwanadamu kabisa, moja kwa moja. Umeuliza swali ambalo wakati fulani tunaweza tukalitafakari kama wanadamu. Ilitosha Mungu kwa ukombozi wa mwanadamu ili eti amuokoe mwanadamu? Ilitosha tu kusema kwamba nimemuua mwana wangu huko juu mbinguni, labda akatuonyesha picha, ameshasafisha damu, alafu ikatosha moja kwa moja. Lakini Rebeka, tunazungumza juu ya mwana wa Mungu aliyekuja akaishi, akala, akanywa chakula ambacho wanadamu wanakula, akasikia njaa, akasikia kuchoka wakati mwingine, akasikia pia maumivu. Maana zipo nyakati ambazo tunaelezwa kwamba huyu mwana wa Mungu alitoa machozi. Masihi alilia machozi. Zipo nyakati ambazo aliumia, akatoa damu, na wanadamu wakiwa wanaona kabisa. Nakumbuka tunapozungumza juu ya culture na tradition, tamaduni, tunapozungumza juu ya tamaduni, unajua hata chakula ni tamaduni. Hata haya maji ni tamaduni. Maana kuna watu ambao wanaamini ya kwamba haya maji meupe haya yanaonekana kwamba ni meupe, sio maji ya kunywa. Wanadhani ya ili iwe maji lazima yawe na rangi fulani. Hayo ndio maji ya kunywa. Lakini wengi kwa jamii zetu haya ni maji ya kunywa. Kwa hiyo mavazi ni tamaduni. Muonekano ni tamaduni. Yesu alikuja, nimesema akala na kila kitu. Kwa muonekano wake alionekana kama mwenye tamaduni ya kibinadamu kabisa. Vyote hivyo Mungu alichokuwa anafanya ni nini? Ni ili ampate mwanadamu.
ili aweze kumuwini mwanadamu. Mungu amekuwa kwenye biashara ya kutafuta mioyo yetu wakati wote. Na ameitafuta mioyo yetu hata kwa kumruhusu mwana wake kuja kwetu kukaa na sisi ili aweze kutuokoa, ili aweze kutupata. Na hivyo vivyo hivyo njia sahihi ya kumpata mwanadamu ilikuwa ni hii ya kumtumia kwanza huyu Yohana, kumtanguliza kwanza Yohana. Na ndio maana nimekuambia kwamba ili mwanadamu aweze kuelewa vizuri hivi leo, lakini hata nyakati hizo ili aweze kuelewa vizuri, ndio nikatoa hayo maelezo mwanzoni niliyoyatoa ya kwamba mfalme anapokuja, maana Yesu alikuwa anakuja kusimika ufalme. Na kwa kweli yeye ndiye mfalme wa wafalme, na kitabu hichi kinatueleza vizuri kabisa kwamba yeye ndiye mfalme wa wafalme. Sasa alipokuwa anakuja kama mwokozi, kama mkombozi, lakini pia kama mfalme, kulikuwa hakuna budi Yohana atangulie kwanza. Kulikuwa hakuna budi mtu awepo mbele yake kwanza, alafu ndipo yeye aje adhihirishe kazi zake. Mchakato wa kuchagua wanafunzi ulikuwaje? Yesu aliwachagua wanafunzi, na hapa ninataka tuelewe vizuri ya kwamba Yesu alichagua wanadamu wa kawaida kabisa. Katika kipengele hichi hapa ndipo ambapo nataka nieleze maelezo haya kwamba alichagua wanadamu wa kawaida kabisa. Ijapokuwa katika professional mbalimbali ama katika taaluma mbalimbali walitofautiana, lakini walikuwa ni watu wenye personality tofauti. Yani walikuwa wana tabia tofauti. Lakini historia, walikuwa wana historia, background zao zilikuwa tofauti. Walikuwa hawafanani. Lakini pia walikuwa ni watu ambao wana zile tabia charismatic zao zilikuwa ni tofauti. Kwa hivyo Yesu aliwachukua alafu akawaunganisha pamoja. Na alienda mwanzoni kabisa, mchakato unapoanza kabisa, tunaona Yesu wakati ambapo anaenda baharini, alafu anawachukua wale wanafunzi. Ule mchakato wa kwanza anawachukua wale wa kwanza kabisa. Anapowachukua wale wa kwanza kabisa, ambapo ni Yakobo na ndugu yake pamoja na Petro. Yakobo, Andrea na Petro. Anawachukua hao. Alafu baadaye anaendelea sasa na mchakato zaidi. Nimesema kwamba aliwachukua watu ambao walikuwa tofauti. Katika madhaifu yao yalikuwa hayafanani, lakini aliwakusanya na akakaa nao pamoja. Kundi hili Yesu alikaa nalo, lakini alikaa pamoja na tofauti zao, aliweza kukaa nao na alikuwa anawafahamu na aliweza kuwafundisha pia. Aliwafundisha, aliwaelekeza, unajua alikuwa anawapatia mafunzo ili awakabidhi kazi, na ndio baadaye sasa hawa wanaitwa mitume. Anakuwa anawafundisha ili baadaye awatume. Awaingize katika ule utume ambao unaendelea pia hata hivyo baada ya yeye kwenda mbinguni. Ndio. Tukirudi kwenye sababu za Yesu kukataliwa, Mafarisayo walikuwa na sababu gani za kumkataa Yesu? Na je, kwa leo sisi tunatumia sababu hizo kumkataa Masihi ama ni tofauti? Na sio Mafarisayo peke yake. Watu tu ambao walikuwa wanaishi. Unajua Yesu aliishi na kukua katika namna ya kawaida sana. Usije ukashangaa kama wewe ungekuwa unaishi wakati huo na wewe ungemkataa. Lakini alikuwa ameishi katika jamii ya kawaida. Yeye alikuwa, kwa sababu yao ama hoja yao ambayo walikuwa naiweka ya msingi sana ni ile tu
kwa sababu alikuwa anaonekana kawaida. Okay. Alikuwa anaonekana kawaida pale alipokuwa alipokuwa anaishi, na walikuwa wanamuita mwana wa seremala. Huyu mwandishi anatueleza kwamba katika utoto wa Yesu, kama kuna kitu kikubwa sana ambacho alikuwa akikifanya ni utii. Okay. Alikuwa anatii wazazi. Lakini katika upande mwingine pia wazazi wake walifanikiwa sana katika malezi kumfundisha Yesu kufanya kazi. Okay. Kwa hivyo katika kukua kwenye familia ya Yusufu na Mariamu, Yesu akiwa mdogo alifundishwa kazi. Bila shaka Yesu alifundishwa pia kazi ya useremala. Na ndio maana wakamuita mwana wa seremala. Baba yake alisifika kwa hiyo kazi. Sasa baadaye anapoingia kwenye kazi za utume na kutangazwa na watu kwamba eti ni Masihi, watu wanashangaa kwamba huyu ambaye alikuwa tu hapo kwa baba yake anafanya kazi ya useremala, huyu tu ambaye familia yake hata hivyo ni duni tu, ni ya kawaida tu, wanafahamu wazazi wake, utasema kwamba ni Masihi. Masihi wapi? Ndio maana pia wakawa wanapata shida, na wakawa wanapata shida sana na unabii. Wakawa wanapata shida sana na kuconnect, kwa sababu unabii wa Daniel, kwa yale majuma, mwandishi anaeleza pia unabii ule wa Daniel unaoeleza moja kwa moja na kuja kuonyesha kwamba Masihi atazaliwa, wanapoangalia inaenda sawa. Lakini wanapomwangalia Masihi mwenyewe wanaona mbona haviunganiki. Kwa hiyo ulikuwa na expectations kwamba Masihi either atazaliwa kwenye familia nzuri ama atakuwa namna Yesu anavyozaliwa, namna anavyokuwa, maisha ya watu, ya wazazi wake, maisha ya nyumba yake pale, hata ndugu zake mwenyewe walikuwa wanamtilia mashaka. Walikuwa wanamtilia mashaka kwamba ni yeye kweli. Baadaye sasa kazi zake pamoja na kazi anazozifanya, miujiza anayoifanya na mafundisho anayoyatoa, wanaona kama vile ni yeye, lakini bado pia hawaamini. Mambo mengi sana yanawatilia mashaka kuliko vile ambavyo anavifanya. Na imani wakati mwingine iko hivyo, ndugu mtazamaji anayetutazama anapaswa kuelewa hilo jambo pia. Imani wakati mwingine iko namna hiyo. Kuna mambo ambayo Mungu anatuambia tumwamini. Na ndio maana watu wengine waliojifunza Biblia vizuri wakaishia kusema tu ya kwamba Mungu wetu anapaswa kuaminiwa, ama Mungu tutamwamini tu hata iweje. Hata kama ulimwengu utatupatia maswali mengi sana ya kumtilia mashaka Mungu, lakini hatutamtilia mashaka Mungu, tutamwamini tu hata kama kuna doubts nyingi, hata kama kuna sababu nyingi za kutia mashaka kwa Mungu. Na wengine wakasema hata kama njia inaweza kuwa ngumu kiasi gani, bado tutamwamini Mungu. Sawa, sasa tunapoenda kwenye pumziko, kuna namna yoyote ambayo miujiza Yesu aliyofanya pamoja na Yohana kuuliza ile alipokuwa gerezani, je, huyu ni Masihi, yale mashaka ya Yohana inamaanisha kwamba hata kwetu sisi tunaweza tukapitia nyakati ya kutokuwa na uhakika wa kile Mungu anachotuahidi ama alichotuahidi kwamba atafanya? Na kama hiyo nyakati ipo, tufanye nini na tujifunze nini kutoka kwa hicho? Wakati Mungu alikuwa amekwisha kujua, Kristo mwenyewe alikuwa amekwisha kujua kabisa kwamba wakati wa Yohana ulikuwa umekwisha. Yani sababu ya yeye kuwepo ilikuwa, yani kazi yake ilikuwa imekamilika, imekwisha. Na ndio Yohana
aliishi katika ile purpose ambayo Mungu alikuwa amemweka kuishi kwayo. Kwa sababu alifanya kile ambacho aliwekwa kukifanya kwa bidii sana, mpaka pale Masihi mwenyewe alipozaliwa na kuja, mpaka pale Masihi mwenyewe alipoanza sasa kazi, ndipo Yohana anawekwa gerezani. Na sasa ndipo Yohana anauawa na anaishilia huko gerezani. Jambo la msingi sana, hata kabla ya kusema kile ambacho umekiuliza, jambo la msingi sana ambalo tunapaswa kuliona na kujifunza kutokea hapa ni kuishi ile purpose ambayo Mungu ametuweka. Ile sababu ya msingi sana ambayo Mungu ametuweka hai kwayo kuifanya. Tuiishi. Wengi duniani leo tunapoishi na katika maisha yetu ya Ukristo na katika maisha yetu ya kawaida pia, tunaishi maisha ya kuwa kama mediocre. Hatujui ni kitu gani ambacho Mungu ametuweka kwacho kukifanya. Hatujui ni kitu gani ambacho Mungu ametuweka kwacho kitendeke kwetu ama tukifanye katika maisha yetu. Tunakuwa tunaishi maisha ya namna hiyo tu. Na wakati mwingine huenda Mungu ametupatia nafasi na nafasi na nafasi na nafasi na nafasi. Unaona sasa kwa Yohana ilivyokuwa, kwa sababu Yesu alijua hivyo kabisa. Hakuhangaika naye. Alimruhusu mtumishi wake alale. Yaani apumzike kabisa kule. Na kifo kikaja akiwa kule. Inaweza kuonekana katika picha ya ukatili hivi, lakini kwamba Yesu hakumjali Yohana. Inaweza kuonekana katika picha ya ukatili hivi, lakini si ukatili, ni nafasi na maisha na kazi ambayo alikuwa anapaswa kuifanya Yohana ilikuwa imekwisha kufanyika. Kwa hiyo na sisi tunapopitia nyakati hizo za mashaka sasa tunafanyaje? Na wakati ambapo zipo nyakati kama hizo katika maisha yetu, zipo nyakati ambazo tunahisi kama vile tumeachwa. Mungu ametuacha. Tunahisi kama vile tumetengwa na Mungu. Na kuna nyakati unaona Yohana sasa alipokuwa amewaambia wale wanafunzi wake kwamba waende wakamwambie kwamba ni yeye. Na sasa kama ni yeye basi anategemea kwamba zipo nyakati ambazo na sisi katika majaribu ama katika gereza tunamuuliza Mungu kabisa kwamba hivi mimi nitakuwaje gerezani na wewe Mungu? Kuna sababu ya kila kitu. Jambo la kwanza la kuelewa, mtazamaji anapaswa kulielewa. Kuna sababu ya kila kitu ambacho kinafanyika katika maisha yetu. Hata katika majaribu tuelewe kwamba Mungu yupo katika majaribu. Hata katika magumu ambayo tunapitia, tunapaswa kuelewa kwamba Mungu yupo katika yale magumu ambayo tunapitia. Hajatuacha. Kwa hiyo maumivu ninayopitia haimaanishi ya kwamba Mungu hana uwezo ama Mungu hayupo. Hapana. Yapo ambayo ni magumu na Mungu anayaruhusu, na anaruhusu kwa sababu. Na ndiyo maana baadaye Paulo anajibu swali linalofanana na hichi ambacho Yohana anajiuliza, kwamba kwa kila jaribu kuna mlango wa kutokea. Katika kitabu cha Wakorintho, kila jaribu upo mlango wa kutokea. Mungu hata ruhusu chochote kile kwako Rebeka, hata ruhusu ikiwa anajua kabisa ya kwamba haukiwezi. Pale utakapokiweza ndipo ataruhusu kiwe kwako. Mungu alijua kabisa kwamba Yohana ana uwezo wa kustahimili kifo kwa wakati huu. Mungu hatakupa kifo, mtazamaji, Mungu hatakupa kifo ikiwa haustahimili kifo kwa wakati huu. Atakupa kifo wakati ambapo unastahimili kifo. Mungu atakupa ugonjwa wakati unapostahimili ugonjwa kwa wakati huu. Ukiona una ugonjwa, Mungu unastahimili. Unaweza kujiuliza maswali mengi sana, lakini ujue kabisa kwamba unastahimili ugonjwa. Ndio maana Mungu akaruhusu. Ndio maana Mungu akaruhusu. Hakuna kitu ambacho Mungu atakiruhusu ikiwa wewe hauna ustahimilivu. Hauna uwezo wa sawa. Mtazamaji wa Kitabu cha Dhahabu, tunaenda kwenye upumziko kidogo, tutarejea hapo punde
Kumbuka siku ya leo tunaongelea mada inayosema tumemwona Bwana ama tumemwona Masihi katika kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Mimi ni Rebecca Dennis nikiwa naye mchungaji Baraka Liza, tukiendelea na kipindi chetu. Karibu. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kama ndo kwanza unafungulia runinga yako, kipindi hewani ni kipindi cha Kitabu cha Dhahabu, na mada yetu siku hii ya leo inasema tumemwona Bwana ama tumemwona Masihi, tukiendelea kuangalia kitabu chetu pendwa, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Hujachelewa, mimi ni Rebecca Dennis, niko naye mchungaji Baraka Liza na tunaendelea na kipindi chetu. Karibu sana. Mchungaji, mwanzo tuliona statement ulisema je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Sasa napenda tuangalie, kuna statements mbili ambazo napenda tuangalie. Kuna hii kitu chema, je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti, tumeshaangalia hapo mwanzo, na tukahusisha kwamba nabii kwao hawezi kukubalika kirahisi. Lakini tutaongelea kidogo, lakini pia tutaangalia hii tazama Mwisraeli wa kweli ambaye hamna hila ndani yake. Yeah. Huu ni ule wakati sasa ambapo Nathaniel alikuja kwa Yesu. Okay. Na tafsiri ama maneno haya Yesu anayasema wakati ule alipomuona Nathaniel. Kwa nini aambiwe hana hila ndani yake, na wakati tunajua kwamba wanadamu wote wametenda dhambi, tunaishi kwa neema ya Mungu? So essentially sijui nikisema hamna mtakatifu duniani nitakuwa nakosea, manake wote tunaishi kwenye mazingira ya dhambi ambayo kwa namna moja au nyingine unaweza kutenda dhambi either kwa kujua ama pasipo kujua. Sasa hii hamna hila ndani yake, kwa nini Yesu alisema hivi? Huu ni ule wakati ambapo wakati kabla ya Nathaniel kuja kwa tufahamu kwamba hapa ni statement hii Yesu alizungumza wakati alipoonana na Nathaniel. Na Nathaniel kabla ya kuja kwa Yesu alikuwa chini ya mti. Okay. Akiomba peke yake. Na baadaye mtu anayemtambulisha Nathaniel kwa Yesu ama anayemtambulisha Yesu kwa Nathaniel, yani anayekuwa daraja kuwakutanisha hawa wawili, anaitwa Filipo. Okay. Lakini sasa Filipo hakuweza kutambua. Hichi ndicho natamani tuelewe hapa kidogo, kwamba Filipo hakuweza kuyatamka haya maneno, lakini Yesu anayatamka haya maneno. Filipo alikuwa anajua kile ambacho vile ambavyo Nathaniel alivyo na kile ambacho Nathaniel alikifanya. Na mwandishi anatueleza vizuri sana katika kitabu hichi na katika sura hii. Anaeleza vile ambavyo Nathaniel alikuwa yupo ameketi na kupiga magoti chini ya mti na kuomba kwa dhati, akifanya maombi. Na baadaye sasa anakutana na Yesu. Na Yesu anapozungumza haya maneno ni kana kwamba hajawahi kukutana na mtu wa aina hii kabisa. Ni kana kwamba hajaona wale, yani unaona kulikuwa na Andrea pale, kulikuwa na kina Filipo mwenyewe, na kulikuwa na Andrea na ndugu zake wale Yakobo na wengine. Lakini anapotaja jina la Nathaniel, kumbuka huu ni katika mchakato, ni katika wakati ule anapokuwa akiwa anawa-engage wanafunzi. Anapokutana na Nathaniel anazungumza kwa utofauti sana mpaka wengine wanashangaa. Kwamba mtazameni Mwisraeli na huyu ni Mwisraeli kweli. Hakuna hila ndani yake. Kwa sababu gani?
kwa sababu ya jinsi ambavyo Nathaniel alikuwa devoted sana na Mungu. Na alikuwa anafanya maombi na alikuwa anafanya unganiko lake na Mungu mahali pasiri ambapo hakuna mtu mwingine yoyote anapaona. Alijua Nathaniel kwamba ushindi unapatikana mahali pasiri yeye mwenyewe na Mungu. Alijua kabisa kwamba nguvu za kiroho zinapatikana katika mahali pasiri. Hichi ndicho ambacho tunasisitizwa pia. Na hichi ndicho ambacho hasa katika hilo ambalo umelisema mwandishi anatamani kukipata, anatamani tukipate sisi tukielewe vizuri. Na anatamani kushiriki pia na mtazamaji anayetutazama katika wakati huu ya kwamba ni katika mahali pasiri ndipo tunapata nguvu za kiroho. Mahali pasiri ndipo ambapo Mungu anajidhihirisha kwetu. Na Mungu ametamani sana kukutana na watoto wake mahali pasiri. Ametamani kukutana na sisi katika mahali pasiri. Sawa na Nathaniel. Na lugha hiyo haijaisha hata leo. Mahali popote mtazamaji unapokuwa mahali pasiri, unapomwambia Mungu haja zako na unapotamani kuisikia sauti yake katika mahali pasiri, ujue kabisa ya kwamba Mungu katika wakati huo amesema ya kwamba huyu ni Mwisraeli kweli kweli, hakuna hila ndani yake. Sasa hizi sentences zinajichanganya. Manake Yesu amemnenea mema Nathaniel kwamba Mwisraeli kweli kweli hakuna ila ndani yake. Lakini Yesu yeye alinenewa negatively kwamba je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti. Tunajifunzaje namna ya kunenea watu pasipo kujali wamefanya nini ama wakoje ama ni nini? Na je, maneno yanaweza yakaumba tabia ya mtu pale unapomnenea mtu neno fulani? Ni kweli kabisa, na hiyo ipo yani ni kanuni ya Biblia kabisa. Ya kwamba kadiri unavyozungumza na unavyomwambia mtu, maneno yanaweza kumuumiza mtu na maneno yanaweza kumtengeneza mtu. Yani kwa maana nyingine, maneno yanaweza kumbomoa mtu au kumjenga na kumtengeneza, kumjenga pia mtu. Na hili lilishika sana, lilikuwa limeshika kasi sana, ama ilikuwa ni kawaida sana katika jamii ya Waebrania wakati huo. Hata kutamka majina ya watoto ilikuwa si tu kwamba ni jina, ilikuwa ni sentensi inayobeba maana. Jina lilikuwa si jina tu, lilikuwa ni neno ambalo linabeba maana. Linabeba maana juu ya maisha ya mtu mbele, ama pia kile ambacho kimekuwepo nyuma, ama kile ambacho mzazi pia anatamani juu ya mtoto. Kwa hivyo maneno yalikuwa na maana sana. Na hivyo kuna kitu ambacho tunajifunza. Yesu alibeba mengi kama mwanadamu, lakini alibeba mengi kama Mwokozi wetu. Kukataliwa, chuki, husuda, ubaya wote na mambo mengine yote ambayo alifanyiwa. Kama kuna mtu ambaye alipaswa kuwa na stress kwenye dunia hii, ni Yesu. Lakini pia alitumia muda mwingi sana na Baba wa mbinguni. Kwa hivyo hata hayo yote hayakuwepo. Kwa sababu gani? Alijua mahali pa kupeleka. Alijua mahali pa kushare. Na tunapaswa kujifunza pia kwamba hata katika magumu ambayo tunapitia na mizigo ambayo tunaibeba maishani, kuna mtu ambaye anaweza kutubebea. Yesu, hili ni moja ya kitu ambacho alikichukulia, hakikumuumiza ninaweza kusema, kwa sababu kama kingemuumiza pengine angekata tamaa na kazi ambayo alikuwa anapaswa kuifanya. Na wengi wetu leo kwa sababu ya maneno ya watu tumekata tamaa. Tumevunjika moyo kwa sababu mtu amekwambia huwezi kitu fulani, au kwa sababu mtu amekwambia
huwezi kufanya hichi. Hivi wewe unaweza kufanya hichi? Kwa sababu hiyo tumekata tamaa. Na wengi wameshindwa kufikia mafanikio. Unajua hii ilikuwa ni njozi ama ilikuwa ni njozi ya utume. Utume wa Kristo ilikuwa ni afikie msalaba. Kwa hivyo ilikuwa ni njozi inayotaka mafanikio mbele. Peak ya mafanikio ya Yesu ilikuwa ni msalabani pale Kalvari. Ile siku pale ndio akaridhika ya kwamba sasa amefikia katika mafanikio. Sasa wengi tunakata tamaa na hatufiki kwenye mafanikio sawa na Kristo alipofika Kalvari. Piki ya mafanikio yake. Kwa nini? Kwa sababu ya maneno ya watu. Lakini maneno hayo kwa Yesu, jambo la kwanza, hayakumuumiza, haikuwa tatizo, ama niseme hayakumrudisha nyuma. Kwa mtazamaji asikate tamaa pale ambapo anakatishwa tamaa kazini, kwenye biashara, kwenye shughuli zake zozote zile. Mimi ninamwambia asikate tamaa, kwa sababu wewe sio wa kwanza mtazamaji. Sio wa kwanza. Hata Yesu mwenyewe alikatishwa tamaa, lakini bado utume wake aliufanya. Mafanikio yake aliyafikia. Lakini sio hivyo peke yake. Yeye aliweza kumnenea Nathaniel mambo mema. Hivi aliyesema hiyo sentence, je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti ni nani? Watu. Okay. Watu walizungumza. Vitabu vya Injili vinatueleza kabisa kwamba watu walikuwa wanashangaa kwamba hivi kuna kitu chema kinaweza kutoka Nazareti. Walikuwa wanashangaa kwamba kuna kitu kizuri chochote ambacho kinaweza kikafanyika katika mji huo wa Nazareti, kwamba kuna mtu Masihi anaweza kupatikana mahali hapo. Hawakuwa wanategemea kama ambavyo nilizungumza nyuma. Lakini pointi ya msingi ambayo nilikuwa natamani pia kusema na mtazamaji aweze kusikia vizuri ni kwamba Yesu pamoja na kile alichopitia, uzoefu wake aliopitia, lakini aliweza kumnenea vizuri Nathaniel, kwamba alikuwa positive na Nathaniel. Alikuwa chanya na Nathaniel. Nathaniel alikuja akiwa hamfahamu Yesu, lakini kwa mara ya kwanza Nathaniel anakutana na Yesu, jambo analolisikia ni neno la matumaini. Kuna watu tu, yani kuna watu hawawezi hata kuwaambia wengine, yani kuhuisha matumaini ya mtu ndani yake. Hawawezi kuwatia moyo wengine, hawawezi kuwabariki, hawawezi kuwabariki wengine. Yani kila anapoona mtu anaona tu ana upungufu fulani, anatazama tu ubaya fulani, anatazama tu labda kwa sababu ya maumbile yake, anamtazama tofauti, na anasema wazi kabisa kwamba mbona uko hivi? Mbona uko hivi? Mbona. Lakini kwa Yesu haikuwa hivi. Tujifunze kwamba wakati mwingine tuwanenee wengine mema. Siku yako isipite kama hujaweka tumaini kwa mtu fulani. Siku yako isipite kama hujanena mema juu ya mtu fulani. Wabariki watu. Maisha ya kuwabariki watu ndivyo tunavyobarikiwa pia na sisi. Maisha ya kuwanenea wengine mema ndivyo ambavyo na sisi tunajinenea mema na tunapata yale mema pia. Kwa sababu Mungu hawezi ile furaha ambayo mtu anaipata kwa kile ambacho umemtendea au umemfanyia, umemnenea. Furaha hiyo ndio sehemu ya baraka kwetu sisi. Yani in return Mungu anairudisha kama sehemu ya baraka katika maisha yetu. Nathanaeli, yani Yesu alimwambia Nathanaeli kwamba alimuona kabla Filipo kwenda kumuita. Lakini pia hapo tunaona kwamba Nathanaeli na yeye huenda, au naweza kusema kwamba Nathanaeli na yeye alikuwa na mashaka juu ya Yesu kwamba ndiye Masihi. Lakini baadaye alikuja kukiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Je, kuna namna ambayo tunaanza kwenye maisha yetu, tunaweza kuanza na jambo kwa kuwa na mashaka, alafu baadaye kuja kubadilika mawazo na kukubali kwa sababu ya jambo fulani baada ya kutokea? Kabisa. Na sio tu kwamba tumeanza one way kwamba ili litakuwa
litaenda. Yaani lazima tuanze na mashaka. Ngoja kwanza tujaribu tuone kama litaenda. Alafu sasa baada ya kuona linaenda ndio tukasema linaenda. Jambo hilo ni jambo kubwa sana la kiroho la kujifunza, na tunapaswa kulitazama kwa makini sana pia vizuri, kwa sababu ni jambo la kibiblia kabisa, na Mungu mwenyewe anatambua jambo hilo. Ya kwamba katika kama ilivyo mtoto mchanga, wapo watu pia walio wachanga katika imani. Yaani kimwili kama alivyo mtoto mchanga, kuna mtu ambaye ni mchanga katika imani. Mtoto utamfundisha kufanya hivi na hivi na hivi. Mtoto hajui kwamba kuna madhara kuidondosha glasi kutoka mezani kwenda chini na kwamba itapasuka. Lakini kadiri unavyomwelekeza na kumfundisha, utamwambia kwamba hichi kitu kina udelegate kiasi kwamba usikiangushe chini. Beba vizuri. Nenda polepole pole, usije ukaanguka. Tembea polepole, nyanyuka, angalia kwenye ngazi unazoshuka. Kwa hiyo hayo maelekezo yote ni mtoto anapewa. Katika imani pia Mungu anatufundisha, na hatufundishi kwa kutupatia mzigo mara moja tu kwamba na kutegemea kwamba ufanye vizuri tu hivyo moja kwa moja. Hapana. Na wakati mwingine viongozi wa dini, na wakati mwingine wale watu ambao wamekuwa katika imani kwa muda mrefu, tuwapatie wale walio wachanga katika imani space. Tuwapatie space ya kujifunza na Mungu wao. Tuwapatie space kwa sababu ikiwa sisi nasi Mungu alituvumilia wakati fulani, nasi tuna nafasi ya kuwavumilia wengine pia. Na hivyo wakati mwingine hayo mashaka unayoyasema inaweza kuwa ni uchanga wa imani. Inaweza kuwa hayo mashaka na hofu wakati mwingine unayoisema inaweza kuonyesha kwamba ni uchanga, bado hatujakuwa vizuri, hatujamwamini Mungu kwa kiasi cha kutosha. Jambo lililo kubwa ni kufahamu na kumkubali. Sasa hatua zingine ndizo hizo, na kwa sababu ili tuweze kuelewa vizuri pia niseme jambo hili, wokovu ni hatua. Wokovu ni hatua. Na Mungu anatarajia kufanya hatua kila siku, kila wakati kufanya hatua. Na hivyo nyakati zingine tunapoona Wakristo wenzetu, wanadamu wenzetu wanapokuwa na mashaka juu ya mambo fulani, ni vizuri kuwatia moyo kuliko kuwavunja moyo, au kuliko kuwaona kama vile hawa sio wa imani, hawa ni wapagani, hawa hawafai kabisa, na kumuona kwamba kwenye imani au ama katika maisha ya kiroho hafai moja kwa moja. Si kweli, si kweli. Maana wapo ambao walianza kwa mashaka, lakini imani zao ziliimarishwa kadiri walivyoendelea na safari. Watu wanamfuata Yesu au wanamwamini Yesu kwa sababu ya imani, kuwa na imani, au kwa sababu ya kutegemea miujiza ambayo maana lately miujiza imekuwa ni kama biashara. Unaenda kwenye imani kwa sababu unajua mchungaji akikuombea unapata muujiza. I don't know kama ni Mungu kweli. Sisi tunajua miujiza inatokea. Sasa je, tunaingia kwenye imani kwa sababu ya miujiza na baraka ambazo tuna expect tutapata, ama tunaingia kwenye imani ama kumwamini Yesu kwa lengo la kumwamini Yesu na kuokolewa? Asante. Mungu anajua kabisa nyakati hizi ambazo tunaishi. Na hayo mambo yalisemwa. Lakini pia katika wakati wa Yesu alikuwa akifanya miujiza. Alikuwa akitenda miujiza. Tulizungumza kidogo ya kwamba
Masihi alikuja na alikuja pia kama mwokozi, alikuja kama mkombozi, lakini alikuja kama mfalme. Tunapozungumza juu ya ufalme, tunapozungumza juu ya yeye kama mfalme, tunazungumza juu ya ufalme wake. Lakini tujue kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao una ufalme wa upande mwingine ulio ufalme wa giza. Ufalme wa Kristo ni ufalme wa nuru, na ufalme wa yule shetani yeye ni ufalme wa giza. Na hivyo shetani, kwa sababu naye amekuwa akimtaka mwanadamu, akitaka ile nafasi ya Mungu, amepambana kuonyesha wanadamu waweze kumwamini yeye kwamba anastahili kuwa katika nafasi hiyo, na kwamba anastahili katika uongo wake huo. Lakini si kwamba ni ukweli, ni uongo. Na hivyo kwa sababu hiyo shetani ametumia hasa mbinu za kidini. Nielewe vizuri. Ametumia hasa mbinu za kidini ili kuweza kuwapata watu katika mbinu hizo za kidini. Moja ya mbinu ambazo amezitumia za kidini ni sawasawa na vile Yesu alivyofanya kama miujiza. Sasa watu walifurahishwa na walitekewa na miujiza wakati ule Yesu aliyoifanya. Watu pia katika ulimwengu wa leo wanatekewa na kufurahishwa na miujiza inapotokea ama inapofanyika. Na kwa sababu hiyo shetani amewekeza sana kwenye hayo. Shetani amewekeza sana kwenye hayo kuliko kumwamini Mungu. Nitakwambia kitu kimoja. Nyakati zile watu ambao walikuwa wanamwamini Mungu kweli kweli, katika nyakati za Biblia walikuwa wanamwamini Mungu kweli kweli, walikuwa wanaamini wao kuwa na Mungu katika wakati huo pale. Yani katika hali walizokuwa nazo, kuwa na Mungu pale pale, sio kuwa na vitu vya Mungu. Unajua vitu vya Mungu ni miujiza. Wao walikuwa wanaamini kuwa na Mungu pale pale. Huwa natoa huu mfano mara kadhaa tunapozungumza katika muktadha wa kitu ambacho umeniuliza. Unakumbuka wakati ule ambapo mama yao akina Yakobo alipomwambia Yesu, mwanangu akae mkono wa kulia, mwingine upande huu, mwingine akae upande huu. Inaweza kuonekana ni statement inaweza kuchukuliwa pande zote. Mimi nitachukua upande mmoja wa shilingi, upande mwingine unajulikana sana pengine. Lakini kwa upande wa kwanza ambao natamani hasa ili tuweze kuelewa vizuri, ni kile ambacho yule mama anasema vile akiwa anamaanisha nini? Akiwa anamaanisha watoto wake wawe karibu na Yesu. Yani wawe naye siku zote. Wawe naye pale wakati wote. Ndio maana akataka mmoja awe upande mwingine na mmoja awe upande mwingine. Kwa maana nyingine yule mama alitaka watoto wake waambatane na Yesu siku zote. Sio yale ambayo anayafanya Yesu ndio yaambatane na wao. Lakini yeye mwenyewe Yesu awe nao in person. Sasa binafsi ni mara ngapi, yani mbali na faida tunazozipata kwa sababu tumemwamini Mungu, ni mara ngapi tumesema mimi niwe na Mungu hata kama moto unawaka, hata kama maji yamenifika shingoni, niwe na Mungu tu. Moto wenyewe uendelee kuwaka, ila mimi niwe na Mungu. Maji yenyewe yanifike shingoni, lakini mimi niwe na Mungu tu. Hata kama kuna changamoto zozote, hata kama kuna ugumu wowote ninaopitia, niwe na Mungu. Ni mara ngapi tumekuwa watu wa namna hiyo, ama tumekuwa aina ya wanaomwamini Mungu wa namna hiyo, kwamba mimi niwe na Mungu. Haijalishi kuna advantage au disadvantage. Lakini mara nyingi sisi tumekuwa tukitumia advantage. Kwamba kwa sababu ninamwamini Mungu, basi ninamwamini Mungu kwa sababu atanipatia pesa. Kuna baraka zenye ameahidi. Atanipatia hivi na vile. Lakini ni ukweli kabisa zipo baraka
katika kumwamini Mungu. Na Mungu wetu si Mungu anayetaka tupitie mateso, lakini zipo nyakati katika maisha tutapitia changamoto. Maana hajawahi kuahidi kwamba itakuwa rahisi siku zote. Hajawahi kuahidi kwamba mambo yatakuwa mepesi siku zote. Isipokuwa hata yanapokuwa magumu bado tubaki na yeye. Hata yanapokuwa mazito bado tubaki kumwangalia yeye. Sio tuangalie kwamba tunaweza kupata mbadala gani mwingine, pasipokuwa na ulterior motive, kwamba kwa sababu fulani ndio maana namwamini Mungu. Iwe plain namwamini Mungu, namwamini Mungu, biashara imeisha. Namwamini Mungu inatosha peke yake. Ninamwamini Mungu kwa sababu alitukomboa kwa mwana wake. So that should be the only reason. Ile ukombozi ndio iwe sababu pekee ya kumwamini Mungu. Absolutely. Yani hiyo ndio inapaswa kuwa hivyo. Sio kwa sababu ya kitu chochote material ambacho ninategemea kutoka kukipata. Okay. Kuvipata nitavipata. Ndio maana yeye mwenyewe anasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Yani mtapewa kiasi cha kutosha sana. Hilo neno mtazidishiwa sio kwamba tu eti ni ziada. Unajua ziada ni kama kuweka tu hapa alafu uongeze kitu kingine kwa juu hapo. No. Lakini anachomaanisha ni kwamba yani mtapewa kwa kiasi cha kutosha. Lent. Na mchungaji, asante sana kwa kuja siku ya leo. Asante sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, mpaka kufikia hapo kipindi cha Kitabu cha Dhahabu hakina la ziada kwa siku hii ya leo. Tumekuwa tukiangazia mada inayosema tumemwona Masihi ama tumemwona Bwana. Tukiangazia swala zima la Yesu kuchagua wanafunzi, tukiangalia swala zima la Yesu kukutana na Nathanieli, lakini pia kukataliwa ama kukubaliwa kwa Yesu kulingana na kila mmoja kwa wakati ule alivyokuwa. Mimi ni Rebecca Dennis, ulikuwa nami siku ya leo mtangazaji wako nikiwa naye mchungaji Baraka Liza, na endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania hadi wakati mwingine. Mungu akubariki.